السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فالعياذ بالله من البدع الضلالة. اللهم آمين. Ndugu zangu katika imani, wasikilizaji wetu wa Radio Iman, ningependa kuchukua fursa hii kwanza kabisa kutoa shukrani za dhati kwa uongozi wa The Islamic Foundation, al-Muassasa al-Islamia, kunipa fursa kwa mara nyingine kuongea na Waislamu wa mjini Morogoro na pembezoni, kunipa fursa ya kuongea na Waislamu juu ya mambo ya dini yetu. Ndugu zangu katika imani, mada ambayo nimeikusudia kuizungumza leo, anwani yake katika lugha ya Kiarabu, lugha mama ya Waislamu, ni al-wasitiyya, al-Islam dinul wasitiyya wa nabdhul ghulub. Uislamu ni dini ya kati na kati na imepambana na ghulu. Katika utangulizi wa muhadhara huu nitachukua fursa kwa uchache na kwa ufupi kuweza kuelezea tunakusudia nini na wanachuoni wanakusudia nini juu ya neno al-wasitiyya, bali muhadhara mzima utakuwa umefafanua kwa kina zaidi vipi Uislamu ni dini ya al-wasitiyya, ni dini ya kati na kati, na ni nini maana ya ghulu. Ndugu zangu katika imani, tukisema Uislamu ni dini ya kati na kati, wanachuoni wanaliona neno hili Mwenyezi Mungu al-wasitiyya kalitaja katika aya katika Qur'ani pale aliposema katika suratul Baqara aya 143, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida. Hivyo basi tumewajalieni nyinyi Waislamu kuwa ni umma wa kati na kati, ili mpate kuwa mashahidi kwa watu, kwa walimwengu, na Mwenyezi Mungu ajalie kwamba mtume wenu kuwa ni shahidi kwenu nyinyi. Wafasiri wote wakizungumzia neno wasitiyya katika aya hii wanasema maana yake ni uadilifu, kwamba Mwenyezi Mungu kaujalia umma huu wa Kiislamu kuwa ni umma mwadilifu, na ameujalia kuwa umma mwadilifu ili upate kushuhudisha uadilifu kwa walimwengu wote kwa ujumla. Watu wapate kuwaiga Waislamu juu ya wema na uadilifu waliokuwa nao, na nyinyi nanyi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ndiye ruwaza kwenu nyinyi, kiigo cha uadilifu. Kwa hiyo tukisema Uislamu ni dini ya uadilifu, maana yake ni dini ambayo haikuchupa mipaka. Ndio pale tukasema nkati na kati, haikuzidisha mambo ambayo yamekuwa ni nje ya uwezo wa mwanadamu, wala hayakuyapunguza kiasi cha kwamba yamekwenda kuwa ni mafunzo yaliyodharaulika ambayo hayana faida na maana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya sifa zake tukufu ni mtu mwadilifu. Siku moja mmoja katika watu ambao Mtume aliwachukulia masahaba wakati akigawa ngawira katika moja ya ghazawati, katika vita aliyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kushinda aliwagaia masahaba mgao wa vita, ngawira. Sasa kuna mmoja alionyesha dalili za kutoridhika, akasema lam ya'dil Muhammad hakufanya uadilifu kwenye mgao. Kwa hakika Mtume alikasirika, akasema kama sikufanya mimi uadilifu, ni nani mwingine atafanya uadilifu baada yangu mimi? Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amemsifia katika aya fupi tu, innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe
ni mtu mwenye tabia tukufu, mwenye tabia njema tukufu kabisa. Kwa hiyo mtume amekuwa ni ruwaza kwetu sisi Waislamu, amekuwa ni mfano mwema wa kuigwa, kama alivyobainisha Allah katika Qur'ani, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Amekuwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi ni ruwaza njema, ni mfano mwema wa kuigwa. Makureshi kabla mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, walikuwa wakimsifia bwana huyu kwa sifa njema tukufu mbili. Walimuita as-sadiqul amin, ni mkweli na mwaminifu. Hawakushuhudia bwana mtume akizungumza urongo hata siku moja. Hawakushuhudia mtume akifanya khiana katika amana. Ilikuwa makafiri wakitaka kuweka amana, basi hupeleka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wanahakika kwamba amana yao ataitekeleza. Wakigombana juu ya jambo, basi humchagua kuwa ni hakimu yao, kwa sababu wanahakika kabisa kwamba mtume si mbabaishaji, ni mkweli, atakachoamua ni haki. Hii ni kabla ya bi'tha, kabla ya kupewa utume bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Uislamu ni dini ambayo ni ya kati na kati, dini ya uadilifu. Kwa maana hiyo imepiga vita kuchupa mipaka. Ndio hili neno ghulu. Sasa tafsiri ya neno ghulu ni kuchupa mpaka. Wanachuoni wanasema maana ya ghulu ni mujawazatul haddi fi din. Tafsiri ya kwanza ya ghulu ni kuchupa mipaka katika dini, kuzidisha mambo ambayo hayakufundishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kuchupa mipaka katika mafunzo ya Uislamu. Vile vile katika tafsiri nyingine wanasema ghulu ni mujawazatul haddi fi madhi salihin au fil madhi wat ta'dhim, ni kuchupa mpaka katika kuwatukuza na kuwasifia watu wema, jambo ambalo limepigwa vita katika Uislamu, kwa sababu dhambi kubwa ya kwanza iliyofanywa na wanadamu zama za utume wa nabii Nuh alayhi salam ni dhambi ya kuchupa mipaka katika kuwatukuza watu wema, kulikopelekea watu kuanza dhambi ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wanaoita wanachuoni dhambi ya ibadatul qubur, dhambi ya kuabudu makaburi, yani maiti. Ilikuwa ni watu waliokufa wema, basi watu walikwenda kutafuta shida zao kwa kupitia watu waliokufa makaburini. Kwa hiyo huu ni mfano wa aina ya ghulu ambayo tutahitaji inshallah katika muhadhara huu, katika mifano huko mbele, kwamba ghulu katika dini kwa ujumla imekatazwa, na ghulu vile vile katika kuwatukuza watu wema, wawe manabii au watu wa kawaida wacha Mungu, kuwatukuza na kuadhimisha mpaka kufikia kuwapa daraja za uungu na kuelekeza shida zetu kwao. Ndugu zangu katika imani, katika jumla ya maana alwasitiyya katika dini ni kwamba hii dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia kuwa ni dini nyepesi, dini ambayo mafunzo yake yanatekelezeka, si mafunzo magumu ambayo yanakwenda kinyume na uwezo alioumbiwa nao mwanadamu. Ndio pale Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kubainisha uwepesi wa dini hii na kwamba haina mashaka, amebainisha katika suratul Hajj aya 78 pale aliposema wama ja'ala alaykum fid dini min haraj, Mwenyezi Mungu hakuwajalia katika dini yenu kuwa na mashaka, usumbufu, taabu, uzito. Ndio maana ya haraj. Hakujalia Mwenyezi Mungu katika dini yenu kuwa ni usumbufu, taabu, dhiki, shida, ugumu. Kisha akaendelea kusema Allah Subhanahu wa Ta'ala, millata abikum Ibrahima, dini hii na wepesi wake huu na kutokuwa mashaka na mashaka ndiyo mila ya nabii Ibrahim alayhi salam. Vile vile katika aya nyingine suratul Baqara Mwenyezi Mungu anasema la yukallifu Allahu nafsa illa wus'aha, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ya mtu ila kwa wasaa wake, kwa jinsi Mwenyezi Mungu alivyojalia uwezo wa mtu. Kwa hiyo mafunzo ya Mwenyezi Mungu aliyoyaleta kwa waja wake yawe ni mafunzo ya ibada mahdha, kama wanavyosema wanachuoni, kama vile swala, funga, hija, zaka, ni mambo ya ndani ya duara la uwezo wa mwanadamu. Mtu asije akasema Uislamu ni mgumu kwa sababu ya kufaradhisha swala 5.
ni urongo. Swala 5 na nyinyi mmeshuhudia hapa, tumeswali swala moja katika hizo swala 5, swala ya magharibi haikuzidi dakika 10. Sasa dakika 10 zidisha mara swala 5 za wajibu, ni dakika chache sana. Tena Mwenyezi Mungu kazigawa kwa mujibu wa nyakati, si kama ni jambo linafanywa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mtu asije akasema mimi simwabudu Mola wangu kwa sababu dini ni nzito sana. Kama mazito basi mmeyajalia nyinyi katika dini, lakini Mwenyezi Mungu asema ameijalia dini hii kuwa nyepesi. Na kweli wanadamu, kama tutakavyoona asili ya mambo haya, baadhi ya masahaba waliyafanya katika mifano huko mbele, kwamba wameitia ugumu dini hii kiasi ambacho imewafanyia watu au mafunzo haya ya ugumu walioyatia wanadamu yamewafanya wanadamu kuiona dini hii kuwa ni ngumu, kinyume cha alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wapeni mfano mdogo tu. Katika jumla ya mambo yanawapa taabu sana vijana katika swala, na haya tumeyashuhudia katika ziara zetu za kidawa, mtu anakuambia mimi si swali kwa sababu sijui manuizo ya kutawadha, sijui manuizo ya kuswali, sijui manuizo ya kufunga. Kweli tumeshuhudia vijijini humo akina mama hasa maskini, kwa sababu hahudhurii katika swala za jamaa kama wanaume, kwa sababu walichelewa kuhudhuria swala ya Isha. Ilikuwa imamu tayari keshawanuiza watu saumu ya kesho ya mwezi wa Ramadhani. Matokeo yake ni kwamba hawafungi kesho. Kwa nini? Kwa sababu wameambiwa kama ikiwa hukunuizwa na waitu sauma ghadin anadai fardhi Ramadhani, basi saumu yake haikubaliwi alivyosikia. Kwa hiyo anaamka katika hali ya kwamba hakufunga kwa sababu jana hakunuizwa. Haya mazito ndugu zangu katika imani, ambayo hakuyafundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanachuoni msemo wao mashuhuri kwamba ibada kweli ni lazima ziwe na nia, lakini wanasema an-niyya mahalluha fil qalb. Bali wanaweka wazi wanachuoni, hata mashekhi wakubwa Afrika Mashariki katika vitabu vidogo dogo wanasema wa mahalluha fil qalb wa talaffudh biha bid'ah, na kuitamka nia ni mambo ya uzushi. Kwa hiyo mtu anaacha kutekeleza ibada kwa sababu ya uzito ulioletwa na wanadamu. Hivyo hivyo manuizo, wanavyosema manuizo ya kujitoharisha, mfano udhu. Mtu amejenga, amepata mafunzo ya uzito ambayo hakufundisha Bwana Mtume, kwamba mtu eti kila kiungo atakachotawadha basi kuna manuizo maalum. Viungo anavyotawadha vya sunna, vya faradhi, basi kuna manuizo maalum. Kwa mfano akianza viganja, nawaitu sunnatal wudhu, nawaitu sunnatal wudhu. Akija kwenye uso, nawaitu faradhal wudhu. Anakuwa anaona mambo mazito, anaona hajajifunza mambo haya, anaacha kutawadha, hatimaye kuacha kuswali kwa sababu ya mambo kama haya. Na mengineo mengi ndugu zangu, ambayo yamebebeshwa, yamekuwa ni uzito katika dini hii kwa juhudi za wanadamu, si kwa juhudi aliyoifanya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye mweka sharia. Kwa sababu katika jumla ya maana Muhammadun Rasulullah, an la yu'bada Allah illa bima shar'a, asiabudiwe Mwenyezi Mungu isipokuwa alivyoweka sharia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, katika dalili zinazoonyesha kwamba hii dini ni nyepesi ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akituma wajumbe kufikisha Uislamu katika nchi mbalimbali. Mfano wanachuoni wanatoa hadithi ambayo imepokewa na Imam Bukhari na Muslim, wakati anawatuma masahaba wawili, mmoja ni Muadh ibn Jabal na mmoja ni Abu Musa al-Ash'ari, kumpeleka Yaman, nchi ya Yaman. Akawapa nasaha zifuatazo, akawaambia yassira wala tu'assira, yassira wala tu'assira, wabashira wala tunaffira. Wepesisheni na wala msifanye kuwa mazito mambo, msifanye mambo kuwa mazito. Kisha siku zote wabashirieni watu kheri ya Uislamu na msiwafukuzishe. Na kuwafukuzisha, wanachuoni wanaona msemo huu maana yake ni nyinyi kuwaletea uzito katika dini, wakati asli ya dini hii ni nyepesi. Kwa hiyo ukimuona mlinganiaji atia mazito katika dini, basi watu ambao ni wafuasi hukimbia. Kwa nini? Kwa sababu ni mambo ambayo hayawezekaniki, magumu mno.
ambaye anapelekea watu kuikimbia dini. Sasa ndio mtume akawapa nasaha masahaba hawa kama maduati ila Allah subhanahu wa ta'ala, jamaa wepesisheni kama dini hii ilivyokuwa, msifanye kuwa mambo mazito, bashirieni kheri wala msibashirie shari na uzito. Hivyo hivyo ndugu zangu katika imani, katika hadithi nyingine imepokewa na Imam Bukhari, mtume anaweka wazi kabisa kwamba inna ad-dina yusr, hakika dini nyepesi, walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, hatoifanyia ugumu yoyote katika nyinyi dini hii isipokuwa itamshinda. Kwa ule ugumu alioutia yeye katika dini, basi itapelekea dini hiyo itamshinda yeye. Sasa hiyo dini ya ugumu, ndugu zangu katika imani, katika mifano ya haraka, kwanza ni mfano ambao mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake tunaupata katika hadithi sahihi. Siku moja aliingia msikitini mtume sallallahu alaihi wasallam, akakuta hablun mamdud, kamba imefungwa baina ya nguzo mbili. Akauliza, ma hadha, kitu gani hiki? Masahaba akamwambia, hii ni kamba alifunga mama Zainab radhiallahu anha, moja katika wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Kafunga ya kazi gani? Wakamwambia, ipate kumsaidia katika swala zake za usiku. Vipi? Kwamba akiamka usiku kuswali, tabaan nyumba ya mtume ilikuwa na dhiki ya eneo, wanawake wanakuja kuswali pia usiku, na nyumba yake ilikuwa jirani kabisa na msikiti. Kwa hiyo akiamka usiku anakuja kuswali. Sasa mama Zainab kuna siku anakuja na usingizi mzito, bado ana mangamngamu ya usingizi. Sasa anaanza kuswali, akianza kusinzia basi anaishika ile kamba ili asianguke. Mtume aliposikia maneno yale akamwambia, hullu, ifungueni, falyusalli ahadukum ala nashati au fi nashati, na asali mmoja wenu na uchangamfu. Asiswali mmoja wenu isipokuwa awe na nini? Uchangamfu. Kama wewe unaswali una dhiki ya usingizi, na wewe ni swala za qiyamul layli mfano, basi usijikalifishe, lala. Kwako wewe usingizi ni ibada siku hiyo, usijikalifishe, lazima uswali, kwa sababu moja ya mambo muhimu katika swala ni khushu'. Khushu' utaipata vipi kama wewe wasinzia? Ubongo wako haufanyi kazi sawa sawa kwa sababu ya usingizi. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa muongozo mwingine kwamba ahabbul a'mali ila Allahi adwamuhu wa in qalla, matendo anayopenda Mwenyezi Mungu zaidi ni yale yenye kudumu hata kama machache. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mnashuhudia mafunzo haya jinsi yalivyokuwa mema na mazuri kwa sisi ambavyo tulivyokuwa hatukulelewa au hatukujilelea katika ibada japo hizi chache. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kidumu katika swala za usiku, lakini aliziswali kwa kadiri ya uwezo wa kibinadamu, alijizoesha. Angalieni mfungo wa mwezi wa Ramadhani, hiki qiyamul layli jamaa tunachoswali usiku kwenye kubahatika kuswali, ndio hiki kinachoswaliwa katika swala za jamaa mwezi wa Ramadhani, ambacho mwezi wa Ramadhani kinaitwa ni kisimamo kinaitwa salatu tarawih. Angalia, kwa sababu ya kutozoea watu, kutolelewa katika ibada za usiku, mwanzo wa mwezi wa Ramadhani watu huingia na vishindo katika misikiti, hasa vijana. Mashaallah, tabarakallah, 10 la mwanzo utakuta misikiti inajaa qiyamul layli, kwa maana ya sala ya tarawih, safu zinaweza zikajaa mpaka kule. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa mazoea na kutojifunza mtu ibada ya kudumu, safu inakatika siku hadi siku, mpaka mfungo unakwisha tumebaki na safu 2 tu. Kwa nini? Kwa sababu hatuelewi kinachopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba ni kile chenye kudumu, hata kama kiwe nini kidogo. Watu wanaona dhiki. Na hii nasema mfano mwingine wa kawaida, mwanadamu mwenzio aweza akakuhamasisha kufanya mazoezi ya kukimbia ya nini. Angalia, kama ikiwa mtu unafuata busara alizotufundisha bwana mtume, utaanza mazoezi kwa njia ya uchache ili uweze kudumu baadaye katika mazoezi. Haiwi siku ya kwanza unaingia na jazba uwanjani, unazunguka kiwanja cha mpira mara 10, unakimbia mara 10. Ukweli uzoefu unaonyesha siku ya pili huhudhurii kwenye zoezi, na kama utafanya siku ya pili, siku ya tatu utashindwa. Ndio pale mtume anasema
hatoishadidia mmoja wenu dini hii isipokuwa itamshinda. Ukisema kama tutakavyoona katika mifano huko kwamba mimi nimeamua kuswali swala za usiku, ukaanza kuswali swala ya usiku kuanzia baada ya isha mpaka alfajiri, hukudiriki kulala usingizi japo mdogo, ibada nyingine zitakushinda. Na moja ya ibada tukufu katika mafunzo ya Uislamu watu wengi hawajua ni hii talabu luqmatul aish, kutafuta riziki. Kutafuta riziki katika ibada. Kama ikiwa umeshindwa wewe kulala japo malepe mawili ya usingizi usiku, utashindwa kufanya, matokeo yake utalala sasa mbadala wa usingizi ule ambao ulikuwa ulale usiku. Kwa hiyo hapa mtume anatupa mafunzo adhim kwamba hii dini nyepesi na hakuna mmoja ataifanyia tashdidi, kuifanyia ugumu dini hii isipokuwa hatimaye itamshinda. Ndugu zangu katika imani, Uislamu umepiga vita ghuluu katika dini, na haya ni mafunzo yako katika maandiko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kuwaambia ahlul kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, enyi watu wa kitabu msichupe mipaka katika dini yenu. Hapa wanachuoni katika kufasiri aya hii wanasema kwamba makusudio ya ahlul kitabi hapa ni wenyewe watu Mayahudi na Manasara na Waislamu watakaoiga mfano wao, kuchupa mipaka katika dini. Ndio maana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya sahihi anawatakia Waislamu wasifanye matendo ya ghulu, pale aliposema halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, wameangamia wenye kutia ugumu katika dini. Tanattu' ni ghulu, wameangamia wale ambao wamefanya ugumu katika dini hii, wameangamia wale ambao wamefanya ugumu katika dini hii. Vile vile katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Abdullah ibn Abbas kataja hasa neno ghulu aliposema iyyakum wal ghulu fi din, ole wenu na kuchupa mipaka katika dini. Fa innama halaka man kana qablakumul ghulu, hakika waliangamia waliokuja kabla yenu, wameangamizwa na ghulu, kuchupa mipaka katika dini. Na katika riwaya nyingi ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhadharisha tusiige mifano ya waliotangulia katika watu ambao walichupa mipaka, ambao mara nyingi zinakuja riwaya kuwataja kwa majina ni Mayahudi na Manasara. Anasema sallallahu alaihi wasallam katika kuhadharisha Waislamu, la tattabi'unna sunan man kana qablakum nahwa alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, mtakuja kufuata nyenendo za waliotangulia hatua kwa hatua, hata wakiingia kwenye mashimo ya furukenge na nyinyi mtakuja kuingia. Masahaba walimuuliza, ni nani hawa ya Rasulullah? Si Mayahudi na Manasara? Akasema faman idhan, nani wengineo zaidi ya hawa? Ukweli ndugu zangu katika imani, Waislamu wameingia katika balaa la ghulu katika dini kama tutakavyoona sehemu ya pili ya muhadhara huu. Lakini Mtume alikuwa akihadharisha sana. Katika riwaya nyingine aliposema halakal mutanatti'una, alitaja kwa ukali mara 3, kukariri makemeo, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ndugu zangu katika imani, katika jumla ya mifano ya ghulu ambayo imekemewa katika dini hii tangu zama za Mayahudi na Manasara walipokuja manabii mfano Musa na Isa, ni hii ta'dhimu salihin, kuadhimisha na kuwatukuza, kuchupa mipaka nani hii wema waliotangulia, imam manabii au watu wema waliotangulia. Mfano mzuri wanachuoni wanautoa, na haya yamo ndani ya maandiko, ni Manasara jinsi walivyomtukuza Isa, na Mayahudi jinsi walivyomtukuza Nabii Uzair. Hawa manabii wamesema Uzair ibn Allah, Uzair ni mtoto wa Mungu, na Manasara kadhalika wametoa mfano huo kwamba Isa naye pia ni ibnullah, jambo ambalo walilichelea, kaliogopa bwana Mtume lisije likaingia katika umma wa Uislamu kwa kumtukuza Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia daraja la uungu. Ndio pale Mtume katika kuadharisha Waislamu akawaambia, la tuturuni kama aturatin nasara ibn Maryam, msinisifie kuchupa mipaka kama walivyomsifia Manasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdullah, hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu,
faqulu abdullah wa rasuluh, semeni mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sifa tukufu alizozipenda mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye ni Abdullah na yeye vile vile ni Rasulullah, na yote haya yamebaini katika Qur'an. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa, tukufu ni wake, ametakasika na sifa zote mbaya Mwenyezi Mungu, yule ambaye amemtuma mja wake katika usiku, mja wake mtwana wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyetumwa katika Mi'raj, kamuita ni mtwana wake, mja wake. Kwa hiyo mtume ana fahari kuitwa ni mja wa Mwenyezi Mungu, kwa maana hana sifa hata ndogo ya uungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile anasema katika majina anayopenda ni Rasulullah, cheo chake, na haya pia yametajwa wazi katika Qur'ani. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'un bainahum. Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtume hakutaka kusifiwa, kuchupwa mipaka kama walivyofanya manasara kumgeuza Isa kuwa ni mtoto wa Mungu, bali leo manasara wamemfanya kuwa ni Mungu hasa. Na nyinyi mnashuhudia, tunaishi nao hasa huu mkoa wa Morogoro. Manasara wengi wamefikia baadhi ya madhehebu kumuita ndio Mungu hasa, ndiye aliyeumba mbingu, ndiye aliyeumba ardhi. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mwenye kustahiki yote haya. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahiki yote haya, kuombwa, kuhitajiwa, ndiyo yeye. Ndio maana katika kuwalaumu katika Qur'ani Mayahudi na Manasara, Mwenyezi Mungu anasema takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Wamewageuza Mayahudi na Manasara, wamewageuza maulama wao. Mayahudi wamewageuza maulama wao, na Manasara wamegeuza wacha Mungu wao kuwa ni miungu badala ya Allah. Na wakati vile vile wamemgeuza Isa kuwa ni Mungu badala ya Allah, wa Isa ibn Maryam, wakati Mwenyezi Mungu hakuamrisha ila wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, ambaye hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye, na yeye ametakasika na sifa zote mbaya za ushirikina. Hapa aya hii iliposhuka ilikuwa ni mtihani kwa bwana mmoja, alikuwa ni sahaba ambaye kabla ya kusilimu kwake alikuwa ni Mnasara. Kamuuliza bwana mtume, ya Rasulullah, wewe unasema sisi tumewageuza Mayahudi nini wanachuoni wetu na tumewageuza watawa wetu kuwa ni miungu, lasna naabuduhum ya Rasulullah, mbona tulikuwa hatuwaabudu? Mtume akamjibu bwana huyu kwa njia ya swali, anaitwa Adi ibn Hatim al-Abta'i, kamwambia alam yakunu yuhilluna ma harrama Allah fatuti'una, alam yakunu yuharrimuna ma halalla Allah fatuti'una tuti'unahum, hawakuwa wakihalalisha yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu na nyinyi mkawa mnawatii? Hawakuwa wakiharamisha yaliyohalalishwa na Mwenyezi Mungu na nyinyi mkawa mnawatii? Akasema bala ya Rasulullah, hilo ni kweli. Mtume akamwambia fatilka ibadatuhum, huko ndio kuabudu kwenu hawa watu. Hawa ni waja wa Mwenyezi Mungu, maulama ni watu wanachuoni, ni watu wacha Mungu, ni binadamu. Nyinyi kwa kuwatii kichwa mchunga, basi mmewageuza kuwa ni miungu badala ya Allah. Kwa hiyo mtume katika jumla ya mifano ya kutuambia tusije tukaangamia kama walivyoangamia, tuache mambo ya ghuluu fi salihina aidan, tuache kufanya kuwatukuza wema, kuwapa daraja la uungu. Na ndugu zangu, pamoja na nyasia hizi alizozitoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam karibu karne 12 zilizopita au 14 tangu mtume alipoondoka, alipofariki dunia, leo waislamu wamekwenda kuingia katika maafa ya kuwaiga Manasara katika mambo ya ghuluu, kama tutakavyoona katika muhadhara huu. Lakini mfano mzuri mnaouona katika ghuluu ya kumtukuza bwana mtume mpaka kufikia daraja la kumpa daraja la uungu ni baadhi yenu waislamu. Mtu akijikungwatu ataka hifadhi na stara badala ya Allah, anataka hifadhi ya bwana mtume. Mtume na asimame, gari linayumba barabarani, mtume na asimame.
Kuna ndugu zetu kule, bwana mmoja kaiva katika tauhidi kumpokesha Mwenyezi Mungu. Walikwenda msafara ndani ya bahari, jahazi lao likazama. Jahazi limezama mpaka kufikia mponjo, wanaita ni mti ule ambao unasimamisha tanga lile baharini, ukawa unazama. Lakini wenziwe kwa sababu walikuwa washirikina, hawana tauhidi, wakaanza kupiga makelele, chume asimame, chume asimame, chume asimame. Yule bwana akawajibu, nyie nini? Haukusimama mponjo, tasimama mtume hapa? Unaona, mtu kaiva hapa, si mahala pa kuitwa bwana mtume. Hapa ni ya hafidh, ya sattar, ya qawi, ewe mwenye kuhifadhi, ewe mwenye kustiri, ewe uli mwenye na nguvu, hifadhna, tutuhifadhi. Hapa ni mahala pa Mwenyezi Mungu kuombwa msaada. Hii ndio akida aliyokuja nayo bwana mtume na manabii wote, akiwemo yeye Isa alayhi salam. Sasa haya ni matatizo yaliyoingia kutokana na sera za ghuluu tulizopewa na nani? Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo huu ni mfano wanachuoni wanaotoa wa ghuluu katika mambo ya akida. Ama mifano mingine ndugu zangu wanaitoa Waislamu mashekhe ni ghuluu katika ibada, katika mambo haya ya ibada mahdha, kama vile sala, saumu, hija, na ndoa na mfano wake. Mfano wanasema ni lile tukio lililotokea zama za mtume, manake chembe chembe za ghuluu zilijitokeza zama za mtume, kwa sababu watu masahaba waliishi na Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo walichukua fikra za Mayahudi na Manasara. Siku moja katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari ni kwamba kulikuwa na watu watatu walikwenda nyumbani kwa wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufika kule wakawauliza wakeze mtume juu ya ibada anazofanya bwana mtume, yani namna mtindo, vipi anaswali bwana mtume, vipi anafunga. Wale mabwana wakaambiwa na wakeze, ilikuwa mtume siku hiyo hayupo nyumbani. Wale mabwana walipoelezewa wakasema, aina nahnu min rasulillah, sisi tuko wapi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mambo haya, wakati waqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbi, wakati mtume ameshasamehewa na Mwenyezi Mungu madhambi yake. Wanasema maneno haya wakiwa na maana ya kwamba mtume kafanya mambo machache halafu na Mwenyezi Mungu kamsamehe madhambi yake. Kumbe ndio hivi anavyoswali mtume, kumbe ndio hivi anavyofunga bwana mtume, kumbe ndio hivi anavyoishi na wakeze mtume. Mambo madogo sana haya, halafu na Mungu kamsamehe madhambi yake yaliyopita na yajayo. Sasa kila mmoja akatangaza azma yake, what next, nini afanye yeye baada ya kusikia taarifa kama zile. Mmoja akasema katika azma yake, wa amma ana fa usalli layla abada wala arqud, ama mimi kuanzia leo nitaswali usiku kucha milele na wala sitolala katu. Siku kucha baada ya isha mpaka alfajiri, naunganisha na swala alfajiri, sitolala milele. Hakuna siku ambayo atalala siku moja, ili amshinde nani? Bwana mtume. Mwingine naye akasema, ama mimi wa amma thani wa ana asumu dahra wala afturu, mimi nitafunga milele, sitofungua hata siku moja. Siyamu dahri hii wanaita wanachuoni, ambayo mtume kaikataza. Tafunga kila siku nitafunga. Vile vile mwingine akasema, waqala al-akhar ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaj abada, hakika mimi nitajitenga na wanawake na sitooa milele, kwa itikadi kwamba wanawake watamshughulisha. Ukweli hizi fikra cheche zake zilianza zama za mtume. Na kuna mwingine sahaba mmoja, kama sijasahau ni Salman al-Farisi pamoja na Talha kama sijasahau, ni kwamba walijenga urafiki. Mtume aliwaunganisha urafiki baina ya Muhajirina na Ansar. Siku moja Salman anakwenda kumtembelea rafiki yake, akawa hakumkuta pale, lakini alipoingia ndani ya nyumba akamkuta mkewe yule rafiki yake yuko katika mazingira ya kutisha, kana vile ni mfanyikazi wa nyumba, kachafuka, hana ishara ya kuonyesha yeye ni mke wa mtu. Yule bwana akamuuliza, ukoje, mbona uko hivi? Yule mwanamke akamwambia, ndugu yako ndio alivyoniweka, hana haja na mimi wala hana hamu na mimi kabisa. Hajamaliza mazungumzo kaingia ndugu yake
yule mwenye nyumba. Yule bwana akataka kumkirimu, akamwambia tafadhalu, njoo ule chakula. Wakati wanakaa kula, Salmani ala mwenzie hali, vipi mbona huli? Asema mimi nimefunga. Yule bwana akamwambia wallahi mimi sili kama wewe huli, funga ya saumu. Sasa wewe kwa nini? Mimi nimefunga, kula baada ya kumfanyia hilfu pale, mimi nataka mimi sili. Mwisho akakubali kula. Kakaa ni mgeni wake, usiku kufika, washakula chakula cha usiku, wanataka kulala, mwenzie kasimama anza kuswali. Bwana wewe vipi bwana, mbona husutaki hata kupata usingizi? Mkeo yule umemwacha katika mazingira kama yale. Mimi niache? Akaambia wallahi mimi siji kwako tena, kama sera ni hii mimi siji. La kwanza haifai namna hii kumwacha mkeo katika hali ile, ukawa wewe saa zote wafunga. Manake huyo mke atakuwa ni mke tena jamaa. Mke huyo mume asubuhi afunga, usiku akesha kuswali. Haya, mke huyo ataonekana vipi? Ataonana na mumewe vipi huyo? Ndio yule mwanamke kajiachia. Sasa nifanyeje? Hana manukato anaojitia, hajieki katika mazingira ya mavazi mazuri wala. Ndio akamwambia yule bwana, kanifanyia hivi, mimi nifanyeje? Na yeye asema ni mtu wa dini. Yule Salmani akamshauri, akamwambia ndugu yake, akamwambia hivi sivyo, hakika kiwiliwili chako kina haki nacho, yataka upumzike. Vile vile mkeo na wanao wana haki juu yako, na Mwenyezi Mungu naye ana haki juu yake. Saatan fasaa, kila kitu na wakati wake. Yule bwana alipopewa ushauri ule, kana kwamba hakukubali. Swala ya alfajiri wamekwenda kuswali kwa bwana mtume msikitini kwake. Baada ya swali la kwanza kaulizwa na yule mwenye nyumba, ya Rasulullah, rafiki yangu kananiambia hivi, mimi nafanya hivi, rafiki yangu ni hivi. Mtume alimjibu kwa mkato, sadaqaka Salman, aliyokuambia Salmani ndiyo sahihi. Inna lijasadika alayka haq, hakika kiwiliwili kina haki yake. Wa inna li ahlika alayka haq, na ahli yako nayo na haki. Wa inna li rabbika alayka haq, na Mola wako ana haki. Saatan fasaa, huo ndio Uislamu, kila jambo na wakati wake. Kwa nini? Kwa sababu ndugu zangu katika imani, kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamume akistarehe na mkewe pia ni ibada. Mwanamke akistarehe na mumewe, mwanamume akistarehe na mkewe pia ni ibada. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja mlolongo wa sadakati, alifikia kuambia masahaba ambao ndio watuambia sisi waislamu, wa antalqa akhaka biwajhi talqin sadaka, kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu nao ni sadaka. Watu wakaona sadaka ni nyingi kumbe. Kisha akawaambia jambo la kushtusha, alifikia kuambia masahaba ambao ndio watuambia sisi waislamu, wa antalqa akhaka biwajhi talqin sadaka, kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu nao ni sadaka. Watu wakaona sadaka ni nyingi kumbe. Kisha akawaambia jambo la kushtusha, wa inna fi bud'i ahadikum sadaka, na katika tupu zenu pia mna sadaka. Ya Rasulullah, yani katika tupu zetu pia kuna sadaka? Itawezekanaje mambo haya? Kaambia naam. Mwaonaje mtu akimuingilia mwanamke nje ya ndoa kwa matamanio, je hapati dhambi? Kaambia anapata dhambi. Vipi asipate thawabu kwa kumuingilia mkewe tendo la ndoa halala tayyiba? Wameelewa? Kwa hiyo hapa Mtume anasahihisha ufahamu wa makosa waliokuwa nao baadhi ya Waislamu ambao walirithi baadhi ya fikra za wasiokuwa Waislamu, kwamba hii dini asili yake mambo yake magumu. Watu walijenga itikadi kwamba Muislamu wenyewe wanafasiri hadithi kwa makosa. As-sijnu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiri, hadithi sahihi, kwamba hii dunia ni jela ya Waislamu na ni pepo ya makafiri. Wanaifasiri visivyo, kwamba mtu duniani hapa akae katika hali ya dhiki tu, na ibada maana yake wewe muda wako wote kuusokomeza kwenye swala, muda wako wote usokomeze kwenye saumu. Hapana, saumu Mtume kakataza kufunga mfululizo. Sahaba mmoja alimwendea Mtume, anataka ruksa hiyo ya kufunga siku zote. Mtume akamwambia hapana, funga siku 3 kwa mwezi.
mimi naweza, ongeza tena Alhamisi na Jumatatu. Mimi naweza. Kama hapana budi, sum sauma Daud alayhi salam, funga ya Daudi alayhi salam. Kana yasumu yauma wa yafturu yauma, alikuwa akifunga baadhi ya siku, yani kwa siku moja, siku ya pili anaacha kufunga. Kama hapana budi, basi funga saumu ya Daudi. Sahaba huyu baadaye alipokuwa mtu mzima akajuta, safadhali ingechukua ruksa ya bwana mtume. Hata hiyo ya Daudi nayo pia ilikuwa ni ngumu kwake. Kila siku wafunga, siku anafungua, fungua, itaatilisha nguvu zako, utakuja kushindwa. Funga kwa kadiri alivyofunga bwana mtume. Ndio pale angalia wale masahaba, baada ya kuchukua azma hizo, mtume aliwafuata kwa kuona hawa wana mwelekeo wa ufahamu tofauti. Nyinyi ndio watu ambao mliosema maneno kadha wa kadha. Wakamwambia ndio ya Rasulullah. Sikilizeni jamaa, mimi ana atqakum lillahi wa akhshakum bihi, mimi ninamcha Mwenyezi Mungu zaidi kuliko nyote nyinyi Waislamu wote, na mimi namuogopa Mwenyezi Mungu kuliko nyote. Wa ana asumu yauma asumu wa aftur, mimi ninafunga baadhi ya siku nafungua. Ana aqumu al-layla wa arqud, mimi ninasimama kisimamo cha usiku na ninalala. Wa atazawwaju an-nisaa, na ninaoa wanawake. Kisha akawaambia kauli mashuhuri muhimu kabisa Muislamu ajue, akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni, yeyote ambaye atakwenda kinyume na taratibu hizi zangu, atakwenda kinyume na sunna yangu, huyu si katika mimi. Sasa wewe Muislamu ndugu yangu, kweli utafanya ibada umshinde bwana mtume? Wako watu mpaka leo wanakaa kwenye vitu wanaita zauyani, monastery, mambo ya Wakristo haya zamani, wanajifungia maporini wapi, kazi yao wanasema ni ibada tu. Wanavaa mavazi ya kutisha, wana nywele zao hawachani, wanasema wanaikataa dunia kabisa. Wako Waislamu namna hii, wanakwenda kukaa zauyani wao hasa kufanya dhikri tu saa zote, usiku na mchana. Tunao jamaa watu namna hii, usiku kucha dhikri, hakuna mapumziko, hakuna kulala. Isitoshe dhikri zenyewe ni za kukohoa, za kuzunguka na kufanya kelele na nini. Hapana, hakuna ibada mtindo huu. Kama wewe unataka ucha Mungu wa kuigwa katika ibada ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia mtume wakati anawafundisha watu ibada ya swala, alisimama juu ya mimbar akawaonyesha swala ile ambayo ni sahihi, ambayo inakubalika. Mwisho akawaambia, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sasa wewe utaswali swala gani ya kumshinda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Utafunga funga gani ya kumshinda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Utahiji hija gani kama alivyohiji bwana mtume? Angalia vile vile sallallahu alaihi wasallam wakati anakwenda na Waislamu katika ibada ya hija, masahaba, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi mtindo wa ibada ya hija. Vile vile alivyofanya sallallahu alaihi wasallam bila kuzidisha. Wallahi utawakuta Waislamu utawaonea huruma. Wakifika kwenye ibada ya hija, wakifika jabal kule kwenye Arafa kuna majabali, jabali wanasema ni Jabal Rahma, watapanda juu huko mpaka wengine kuvunja miguu, wanaona katika ibada ni kwenda kuswali rakaa 2 huko. Ambua hapo mtume alitoa hutuba pale, basi ni katika hija kwenda kuswali rakaa 2 huko. Wengine wanakwenda Jabal Hira, mtume alipojificha kwenye pango, wenda wakajiingiza huko pangoni, kijipango kidogo, lazima swali rakaa 2 hapo. Nani kakufundisha ibada hii ndugu yangu? Hii ni ghuluu katika dini. Kwa hiyo huu ni mfano ambao mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa ya namna jinsi dini hii ilivyokuwa ya alwasitiyya, dini ya kati na kati, ambayo haina haraj, haina ugumu, ni mambo mepesi. Tufanye yale aliyofanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hivyo utakuta mtume anasema mfano katika mambo ya ibada za ndoa, namna ya wepesi wa ndoa katika Uislamu. Sidhani kuna dini hapa duniani ambayo imefikia wepesi wa ndoa ya Kiislamu. Ndoa ya Kiislamu jamaa waweza ifunga tapo barabarani, ikishatimiza nguzo tu basi na masharti yake. Nguzo wapatikane mke mume, na mke kuwa na walii wake, na kupatikana akdi ya ndoa, mkataba wa ndoa ambao unatakiwa utamkwe hadharani mbele ya mashahidi wasiopungua 2, yakapatikana na mahari, ndoa imefungika. Hakuna urasimu zaidi ya watu kufanya walima kwa mtu ambaye ameoa.
Walima ni kuwakusanya watu na kuwapa chakula katika jumla ya kutangaza ndoa. Wepesi wa dini ya Kiislamu. Mtume alipomuona sahaba Abdurrahman ibn Auf kaoa, akamwambia barakallahu laka wa jamaa bainakuma ala khairin, Mwenyezi Mungu akubariki wewe na wakusanye wewe na mkeo katika khairi. Kisha akamwambia aulim walau bishah, kusanya watu kwa chakula japo kwa kuchinja mbuzi mmoja. Kusanya hata watu 10 kadiri ya uwezo wako. Una uwezo wa kukusanya watu wa Morogoro wote ukawalisha, walisha katika mlango wa sadaka ya khairi. Lakini katika maongozi ya bwana mtume, usiwaite matajiri wa mji peke yao. Lazima ukusanye na watu mafakiri, kwa sababu sadaka mambo mepesi kabisa. Kama hapana budi sherehe, basi wanawake katika Uislamu kumsindikiza mwenzao dada yao katika imani kwa kumpigia dufu, si zaidi ya hapo. Uislamu haujafundisha bendi wala aina yote ya ala ya mziki zaidi ya dufu. Tena kwa wanawake, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanawake ndio wakiitangaza ndoa kwa njia ya kupiga dufu na kuimba baina yao, si zaidi ya hapo. Ndugu zangu, hakuna leo mume leo asindikizwe na mdundiko mpaka kwa nyumba ya biharusi, sijui hakuna sherehe za ndoa siku 7 nzima, watu kuendeshana juu ya mafarasi, maveli kuwaiga wale kwa manasara, wanawake na wanaume kuchanganyika kwenye vyakula, sijui chicken party, sijui nini. Yote haya ni mambo yameigwa. Kwa nini? Kwa sababu hii dini nyepesi na watu wamejiongezea mengi. Sasa mtu anaona kufanya mambo haya mepesi, anaona bado hajafaulu. Hivyo hivyo katika ibada za mazishi. Ndugu zangu katika imani, ibada ya mazishi nyepesi mno. Mtu akishafariki dunia, ya wajibu kwetu sisi tuliokuwa Waislamu ni kumuosha maiti wetu. Baada ya kumuosha, kumvika sanda. Na sanda kama mnavyojua ndugu zangu katika imani, nguo zetu ndio hizi mabafta, sanda zetu. Kama huna bafta, basi sahaba alizikwa na majani. Kama huna sanda, sahaba alizikwa na majani, kazingirwa majani, alikuwa na shuka moja tu, huku mguuni ilikuwa hakuna nguo, akafunikwa na majani, akazikwa. Wepesi wa dini ya Kiislamu. Maiti ikifa tu, basi sicheleweshwe. Asri'u bil janaza, kimbilieni kumzika ndugu yenu haraka. Hakuna urasimu katika mauti, kwamba maiti yaekwe siku 3, siku 4, siku 5, angoja mjomba, shangazi, sijui babu, kaka, nani yuko wapi. Hakuna katika Uislamu ndugu zangu. Na ni madhehebu mashuhuri ya Imam Shafi'i, ni haramu kusafirisha maiti. Yote haya kutaka wepesi wa dini ya Kiislamu. Kwa nini wasafirisha? Na hii ardhi yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna nchi twasema kisheria unaweza ukasafirisha. Nchi za Ulaya, kutokana na dhiki ya ardhi, mara nyingine ndugu yetu Muislamu anakufa, hakuna ardhi, inapatikana ghali sana, wanalazimika watu kwa sababu ya uwezo wao kumsafirisha pembeni kidogo, nchi nyingine, mji mwingine uliokuwa karibu, ambao ardhi yake ni nafuu. Ardhi ni ghali mno. Hizi ndio sababu za kisheria. Ima Muislamu hana mtu wa kumswalia mji ule, basi asafirishwe mji wa karibu wa kumswalia. Hii yote inaashiria nini ndugu zangu? Ad-dinu yusr, dini nyepesi. Wewe kama wamsafirisha maiti wako, papatikana tija gani zaidi ya hasara? Hasara ya kimali na wakati. Mali ulizotumia katika kumsafirisha maiti zingetumika kwa walio hai. Utashangaa ndugu zangu Waislamu, tumeshughulishwa na maiti mali zetu kuliko walio hai. Familia koo inaweza ikawa na kijana anasoma sekondari, hatuna ada ya kumlipia. Hatuwezi kukaa koo yetu tukasema tusimame imara kulipa hizi ada shilingi 150,000. Hakuna. Lakini afe mmoja katika ndugu yetu, chango za kuzika maiti, patahakikishwa hapo pamepatikana michele ya kulisha watu siku 3, michele ya kufanya 40, michele ya hauli. Yote haya mnamfanyia huyu mtu, si katika mafunzo ya bwana mtume. Hii dini nyepesi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kafelewa na wanawe, kafelewa na wakeze, kafelewa na marafiki zake, masahaba zake. Hakufanya mambo haya. Na khairul hadi jamaa hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, katika mifano ya ghulu ni watu kujiharamishia mambo ya halali yaliyokuwa tayyiba. Katika mambo tayyibati, kuna Waislamu humu wanajiharimishia vyakula vya halali. Ni afadhali useme mimi chakula hiki sijakizoea, lakini kuwa waweka itikadi moyoni kwamba chakula hiki ni haramu wakati Mwenyezi Mungu akihalalisha. Hii ni katika ghulu katika dini.
Wako watu sampuli hiyo duniani. Hii ni haramu, hii misili hiki. Sema nafsi yangu haikupendezwa. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba mmoja alichinja mnyama anayefanana na kenge, furukenge. Kuna furukenge na kenge. Kamchinja mnyama huyu, akampika. Wakati anataka kumla mnyama huyu, akamkaribisha bwana Mtume. Mtume akakataa. Yule sahaba akashtuka, labda ni haramu. Akamuuliza, ni haramu ya Rasulullah? Akamwambia, hapana, mimi sikuzoea, nafsi yangu tu haijapenda, lakini si haramu. Kwa hiyo kama hujazoea, kuna watu humu kule kwetu Tanga mfano, tunakula majidudu ya baharini haya, tunaita magegereka, makamba, yanatisha, miswele, yana makucha kama vile nini sijui. Lakini ndugu zetu wanaotoka mikoa ya bara mfano kama Uchagani kule, akiona watu wa kabila la kule Wadigo wanakula miswele na aise, nyie mnakula madudu namna hii, unaona hali. Lakini kilichotoka baharini ni halali katika Uislamu. Hivyo hivyo kule Tanga kuna hawa wadudu wanaitwa senene. Hawa walio wengi hawali kwa itikadi majidudu haya, lakini ukienda mikoa ya Kagera kule, mtu aliyeheshimiwa kweli kweli ndio atasogezewa senene. Hawa wadudu wa nani hivi. Sasa usije ukasema ni haramu, asema nafsi yangu haijazoea mambo haya. Sasa wako watu namna hii walijitokeza zama za Mtume, kuacha kuvaa nguo kwenye ibada. Walikuwa wakifanya tawafu kwenye Kaaba uchi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia waumini kwa ujumla, ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu at-tayyibati ma ahalla Allahu lakum, enyi mlioamini msiharamishe yaliyohalalishwa yaliokuwa tayyibati ambayo Mwenyezi Mungu amewahalalishia. Kisha akawaambia baada ya kuambia hivyo, wala ta'tadu, na wala msichupe mipaka. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa inna Allah la yuhibbul mu'tadin, hakika Mwenyezi Mungu hapendi wale ambao wanachupa mipaka. Vile vile Mwenyezi Mungu akawaambia kwa kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, qul, Muhammad, qul, sema waambie, man harrama zinata Allah allati akhraja liibadihi wat-tayyibatu min ar-rizq, ni nani, sema waambie watu, ni nani yule ambaye ameharamisha mapambo ya Mwenyezi Mungu ambayo ameyatoa Mwenyezi Mungu kwa waja wake, na vile vile na mambo mazuri zuri katika riziki. Kisha akamwambia, qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, sema mapambo hayo mazuri zuri hayo ni kwa ajili ya walioamini katika maisha yao ya dunia, khalisatan yawm alqiyama, ni special kwa ajili ya waumini siku ya kiyama. Haya mazuri zuri tuashirikiana na wasoko wa Uislamu hapa duniani, mazuri zuri, majumba mazuri zuri, vyakula vizuri zuri, mavazi mazuri zuri, vitu vizuri zuri, hivi vyote tuashirikiana na wasoko wa Uislamu. Lakini hivi Mwenyezi Mungu asema vitakuwa hasa special kwa ajili ya waumini huko akhira. Ama makafiri hawana chao, ni adhabu tu, intikam basi. Kwa hiyo ni nani jama aliharamisha Muislamu mwenye uwezo, aliyetoa wajibu wake wa zaka, atoa sadaka, afanya kheri, ni nani alimuharamisha asipande pajero? Nani? Ni nani aliyemuharamisha Muislamu asile mguu wa kuku? Jamani, tukisema hivi, wako Waislamu namna hii, hataki kula chakula kizuri, yeye ambulia mihogo tu saa zote. Kwa nini? Anajenga itikadi kwamba ukila vyakula vizuri zuri basi wewe utakuwa si mcha Mungu. Ndio wale watu namna hii walikuweko baada ya kuiga manasara. Atafuta yule punda ambaye ni mgonjwa kifefefe chataka kuanguka, kanzu azitia vyaraka kusudi. Ukimuuliza sa mtume alikuwa hivi, nani kasema mtume alikuwa hivi? Mtume alikuwa na majoho yake, wakija wageni kutoka nje anajitoa akajimwaga, asionyeshe udhalili, yeye kiongozi wa Uislamu. Ndio maana utakuta Abu Sufyani alipokwenda Shamu, alipochaguliwa ni governor Saidina Umar, Saidina Muawiya radhiyallahu anhu, alianza kuvaa majoho mazito zito na mafarasi ya kutisha, mpaka Waislamu wakaanza kumpigia kelele, angalia, tangu amepewa ugavana sasa ajivuna majifarasi, angalia alivyovalishwa mashanga yale, na yeye angalia majoho kila rangi kila siku. Habari wakamshtakia Umar. Umar akatuma ujumbe, ya Muawiya, vipi tena, mbona uko hivi tena makeke namna hii?
akasema, ya Umar, kumbuka mimi umenileta wapi hapa? Ninapakana na makafiri mimi. Dola ya Kiroma ndio ilikuwa iko pembeni mwa jimbo la Sham. Asema hawa watawala wao, moja ya taadhimu na kupewa heshima na personality viongozi wao, kwa sababu wanajiweka namna hii. Mimi sina makusudio ya kuwaiga makafiri, lakini wao wakija kutembelea ardhi zetu wasituone wanyonge, tukawa na sisi tukaonekana madhalili katika roho za hawa watu. Kwa hiyo ninajitoa, ninajimwaga kwa maana hiyo. Na ni jambo lina sanadi ya aya hii. Ni nani aliharamisha mapambo ya Mwenyezi Mungu? Ndio maana Mtume alikuwa na jijoho lake la kujitoa siku ya Idi tu, lina michuruziko ya mistari, jekundu na michuruziko ya mistari. Akitoka bwana Mtume anaonekana rais wa dola ya Kiislamu. Lakini huenda rais wewe na vijikaptura, vijiguo vya jinsi vya haraka unakwenda mbwa yule ndio amiri wetu yule. Hii si dini jamani. Au mfano kiongozi mkubwa anatembea na kipikipiki mtaani hapa. Kweli Waislamu washindwa kumnulia pajero huyu? Angalia Waislamu jamaa, katika masala ya mishahara ya viongozi, zama za Said Abubakar wakati alipochaguliwa kuwa ni khalifa wa Waislamu, siku ya pili anaonekana sokoni amepeleka biashara. Saidna Umar akasema, huyu bwana vipi huyo? Kweli anaweza kaongoza nchi kashughulishwa na biashara? Akaambia, malaka ya Abubakar, mbona umeshughulishwa na biashara? Asema, wanangu wale nini? Kweli jambo hili na swala hili lilimtia mazingatio Saidna Umar, akawaita ahlu shura zama za Saidna Abubakar, ya jamaa, huyu ni kiongozi wa dola ya Kiislamu. Leo tumempa majukumu mazito namna hii, tunamwacha aendelee na shughuli zake binafsi? La, lazima tumfaradhishie pato kutoka Baitul Mal. Haya, kiasi gani kinamtosha? Mbuzi mzima kwa siku, mbuzi wawili kwa siku, mbuzi wawili kwa bei ya chini, ukienda Singida sijui wapi kwa shilingi 15,000. Kiongozi wa dola zama za baada ya Mtume kapewa mfano shilingi 30,000 kwa siku. Huyu kweli atakuwa babaika katika tumbo huyu? Sasa kiongozi wa Islamu namchagua, hamjui hata faradhi ya mshahara. Hapana, haya si mambo yanaambiwa ni nje ucha Mungu, ni katika Uislamu. Kupewa mavazi maalumu ya kutoka kwenye minasaba fulani ya kidini. Si ndio hawa viongozi? Usisikie jamani, hawa wanakuwa na mafundi wao macharahani wao kama maraisi na wake zao, kwa sababu mke anaitwa ni first lady huyo. Vile akitoka mbele ya watu, taban wao wana sera zisizokuwa za Kiislamu, mwanamke atoke na mapambo apendeze. Sisi hatuna taratibu hizo. Lakini na rais naye pia si maana aende akapelekwe saluni apakwe marangi kama ilivyo Bush akitaka kugombea uchaguzi bwana, akitoka kwenye jukwaa namna hii katiwa marangi huko awaka namna hii. Si mambo artificial. Lakini anawekwa katika haia. Ndio Uislamu jamaa. Uislamu haujaharamisha kheri, haujaharamisha mapambo. Vaa unavyovaa, lakini uende nguo zako na wasfa ya sheria. Kama mwanamume usije ukavaa nguo ya hariri. Kama mwanamke usivae nguo za kubana, usivae nguo za kuonyesha mapambo yako. Wewe nani mwili wako, usivae nguo transparent ya kuonya. Usivae nguo kama mwanamume la kuburuta saa zote. Mwanamume hatakiwi kuvaa mavazi namna hii. Kuna mavazi mengine wanaita muasfar, nguo nyekundu khalisi. Wanachuoni wanazungumza kwamba mwanamume kuvaa nguo khalisi nyekundu haifai. Vitu hivi ataka watu wavielewe kwamba ni katika mambo ambayo yatakiwa yana kawaidi za kisheria, yana vitu kuyudi wanasema katika sharia. Vaa unavyovaa, maadamu watekeleza wajibu wako. Nunua ndege, Concorde, helikopta, shauri yako, lakini haki za watu unazitoa. Usivae maguo wakati haki za Waislamu mafakiri hawana nguo. Usiendeshe magari manono wakati haki za watu za zaka huzitoi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, huu ni mfano wa mambo ambayo ni ya mapambo. Kule Saudi Arabia jamaa, katika zama kulipoanzishwa dola ya Saudia, mambo ya tarehe haya. Dola ya Saudia ilipoanzishwa zama za mfalme Abdul Aziz, kulijitokeza watu wenye ghuluu katika dini. Abdul Aziz alipokuja ilikuwa tayari zama za industrial revolution. Ulaya tayari imefanya mapinduzi ya viwanda. Kuna teknolojia zimeanza maredio, simu, magari,
mashekhe wale ambao walikuwa na ufahamu finyu wa dini, walijiita Ikhwanul Muslimun, walianza kumpiga vita mfalme Abdul Aziz. Kwa nini? Alipoanza kuruhusu kuingia redio, alipoanza kuruhusu kuingia magari, kuingia simu, matelex haya sijui, vitu vile vya kisasa. Isitoshe alipompeleka mwanawe kwenda kusoma Misri tu, pia ikawa ni kero. Kwa nini umempeleka nchi za washirikina hizo? Alipopelekwa Uingereza, kwa nini umempeleka Uingereza? Dola za makafiri hizo. Wakaanza kumfanyia ugumu, wakatoa fatwa za kumkufurisha hasa. Ghuluu hiyo katika dini. Abdul Aziz akaamua kuchukua baadhi ya mashekhe wenye msimamo wasitia wa uadilifu, wakakaa nao wale mashekhe. Jamani, hivi sivyo. Uislamu ni hivi, Uislamu ni hivi. Uislamu haupingi maendeleo, Uislamu haukubaliani na fikra hizi. Uislamu unaruhusu simu, redio maadamu inatumika katika njia nzuri. Wakawaita na hawa mashekhe pia nao vibaraka. Kwa nini? Kwa sababu redio imetengenezwa na makafiri. Kwa nini simu imetengenezwa? Ghuluu hiyo jamu. Na haya ndugu zangu, kwa taarifa yenu, yako yanajitokeza mpaka leo nchi kama Saudi Arabia. Kuna mashekhe wameharamisha kuangalia TV kama ni rai ya kisheria, kwamba bwana hizi zina mafsada na nini. Kuna wengine wameharamisha kwa maana ni jambo latoka kwa makafiri, halifai. Halifai kabisa, maadamu yatoka kwa makafiri basi haifai kabisa. Televisheni wala nini. Jamani, basi hata televisheni hizi tunaangalia mawaidha, tunaangalia mambo ya kheri kama mihadhara hii, kama tuna TV ya peperusha moja kwa moja, watu wanafaidika. Maeneo yote ya Morogoro na pembezoni, watu wanaangalia, wanafaidika mambo kama haya. Radio hii na peperusha sasa hivi, watu wanafaidika. Haramu kwa sababu imetengenezwa na makafiri. Tutaenda wapi ndugu zangu katika Uislamu? Kwa nini? Kwa sababu Uislamu, tutaona ndugu zangu, hii dunia ni dunia ambayo hatuwezi kuishi sisi munazilina kwenye kisiwa, ni Waislamu watupu. Lazima tushirikiane na walimwengu wasiokuwa na dini, waliokuwa sio Waislamu, watu wa dini nyingine, tushirikiana nao katika maisha haya. Ndio maana zama za mtume kanunua mbuzi kutoka kwa Myahudi. Mtume kafa na rehani ya dera la vita kalichukua kutoka kwa Myahudi. Yahudi hakuwa Muislamu. Mtume kafanya biashara na watu hawa, pamoja na kwamba alikuwa anajua fika watu hawa wanafanya biashara zao, ulevi, kamari, wanatumia biashara zao mambo ya riba, lakini katika yale mambo ya halali ananunua mbuzi halali, kaishi nao kwa wema. Kwa hiyo kunajitokeza rai potovu kama hizi, rai za ghuluu katika dini, kwamba maadamu hii simu imetoka Japani makafiri basi haramu. Hapana, hawa ni watu maskini, hawa ni wagonjwa watakawatibiwe. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu umekuja na mafunzo adilifu ndugu zangu katika imani. Angalieni mfano mwingine ambao unajitokeza hivi sasa. Hii fikra ya kuwa kafiri ni adui saa zote. Kuna watu wamejiita jamaatu takfiri. Imekwenda mpaka na Waislamu pia wamewakufurisha. Ukishirikiana na makafiri katika mambo ya maslaha hata ya Uislamu, basi wewe naye ni kafiri. Ni halali damu yako umwagwe. Ndio hawa uliosikia waliomuua kiongozi Sadati, wanafanya majaribio mbalimbali, alitaka kumuua Mbaraka, wataka kumuua rais gani, na wengine wamefaulu kuua, wengine kwa njia. Kwa nini? Kwa sababu wewe Mbaraka, wewe umeshirikiana na makafiri, basi wewe kafiri. Sio ile hukumu ya kidogo iliyokuwa nafuu, wewe fasiki ya mtu muovu. Wewe kafiri, kumwaga damu yako halali. Wamechupa mpaka zaidi, wasema hata na wale wanaofanya kazi mawaziri katika nchi hiyo, mapolisi, jeshi, chinja, mwaga damu. Ndio hao waliojitokeza jamaa takfiri hizi, kwamba maadamu Bush ni kafiri anapiga vita Waislamu, basi na raia wote wa Marekani na wa Uingereza, kwa sababu Blair kapiga vita Waislamu, basi na raia, kwa sababu mnalipa kodi na nyinyi nanyi chinja. Hapana jamaa, ulimwengu nyewe mnashuhudia Waislamu kwa vyombo vya habari. Leo wazungu wale watu wa Ulaya pamoja na wa Marekani, maandamano wanayoyafanya dhidi ya Bush na Blair, hawa kama wanalipa kodi ni ragmu amfi, wanalazimika.
lakini hawapendi sera hizi za kuwachokoza Waislamu na kutawala ardhi zao. Leo imekwenda ni viongozi hasa wa serikali wanapinga utawala wa Bushi. Kwa nini? Kwa sababu ya siasa za kuingilia mataifa ya Waislamu, wanajenga chuki na Waislamu. Leo imekwenda wacha Waislamu tu, hata Amerika ya Kusini leo dhulma zinazofanywa na nchi kubwa kama hizi wanakwenda wanakemea. Sasa huwezi kuhukumu mtu kwa sababu tu anaishi Uingereza basi ni halali kumwaga damu yake. Maadamu unaishi wewe ni halali, ukionyesha dalili tu wewe ni halali kumwaga damu yako. Kwa hakika haya si mafunzo adilifu aliyowafundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa mafunzo yake, wanachuoni wamewagawa makafiri makundi matatu. Kuna makundi ya makafiri wanaitwa muahidin, na hapa anaingia kundi la pili katika muahidin, musta'minin. Muahidina ni wepi? Ni wale makafiri ambao tunaishi nao katika nchi moja, ni raia wenzetu katika nchi. Maadamu nchi ni ya Kiislamu, twasema nyinyi mmekubali tuishi katika nchi kwa wema, nyinyi endeleeni na shughuli zenu na dini yenu, sisi tutawalingania, lakini hatuwatozi nguvu, hatuwalazimishi kuingia katika dini, tutawalingania tu. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema la ikraha fi din, hakuna kutozana nguvu katika dini. Ni urongo wale wanaosema kwamba Uislamu eti umeingiza dini kwa upanga. Si maneno ya kweli haya maneno ya maadui wa dini wasioelewa Uislamu. Hapa ni nani kashikwa panga akaingia kwenye Uislamu? Indonesia, nchi kubwa kabisa Waislamu, imeingizwa dini na wafanyi biashara. Tabia, mafunzo ya Uislamu, akhlaq zimewatia watu katika Uislamu. Hawa watu tunaishi nao kwa mkataba maalum, muahidin, dhimmiyin. Ni watu na dini zao, lakini wamekubali tuishi pamoja, tuilinde nchi yetu kwa pamoja, tusifanye khiana katika ulinzi. Hawa wanaitwa muahidin. Ni haramu kumwaga damu na kuchukua mali ya mtu huyu, kama ilivyokuwa haramu kwa Muislamu kumchukulia mali yake na kumwaga damu yake, na huyu naye pia ni haramu. Wanaingia pia katika kundi hili watu wanaitwa musta'minin. Musta'minin ni makafiri wanaishi wasiokuwa Waislamu nchi ambazo za makafiri, lakini wanataka kuingia katika nchi yetu kwa malengo ya kibiashara, tiba, elimu, wanataka kujifunza. Hawa wanaambiwa marhaban bikum, karibuni. Maadamu mnakuja mnataka amani kwetu sisi, njooni. Mnataka Uislamu, mnataka biashara, tafadhalu. Na hii ni aya Mwenyezi Mungu ndugu zangu. Mtu akasema haya maneno ya wanadamu, hapana. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka faajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana. Yeyote anayetaka ulinzi katika makafiri, kwa maana anataka kuingia nchi yenu na anataka ulinzi, basi mpeni ulinzi, mpeni amani mpaka asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Angalia, tusiwakaribishe waje kufanya utalii, biashara, waondoka patupu, hawana kitu cha dini walichofundishwa. Wafikishieni ujumbe. Ikiwezekana wakiingia airport tu kuna vijitabu vidogodogo vimeandikwa kuelezea utukufu na ubora wa Uislamu. Dawa. Wameingia kwenye mipaka, wakishagongewa mihuri tu visa, na hii zawadi Qur'ani translation hii. Unajua lugha gani? Kiingereza hii hapa, Kifaransa hii hapa, na vijitabu vya utangulizi, introduction to Islam. Hiyo ndio kazi ya nchi ya Waislamu. Si masala ya watalii haifai, haramu. Waingie kwa sharti ya kuheshimu taratibu zetu, mila zetu za Kiislamu. Bwana wewe unaingia nchi yetu, mwanamke hapa marufuku kuacha kichwa wazi. Heshimu taratibu zetu. Marufuku kutembea na kibukta wewe mwanamke, na wewe mwanamume halikadhalika. Usije ukaonekana unalewa barabarani. Wenda kanisani, yako makanisa, nenda kaswali, hatuwalazimishi, lakini chunga heshima na adabu za wananchi wanaoishi hapa ni Waislamu. Uislamu haujakataza mambo haya jambo. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jumla ya mafunzo yake adhim anasema katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari, man qatala muahida lam yarih raihata aljanna, mwenye kumuua yule tuliyefunga naye mkataba ambaye ni kafiri kuishi na sisi kwa wema,
au yule aliyeingia kwa mkataba katika nchi yetu atakayemuua mtu huyu, kumwaga damu yake, basi hatoonja harufu hata ya pepo. Angalia kule Saudia na hizi nchi zetu, mara nyingine tunaagizishia madaktari mabingwa wasiokuwa Waislamu. Saudi Arabia natoa mfano kwa sababu ni nchi katika nchi ya Kiislamu. Wanaleta madaktari kutoka Marekani, kutoka Uingereza, wasiokuwa Waislamu. Lengo la kuwaleta ni kuwasaidia raia wa Kiislamu katika taaluma walizonazo. Ukweli tuko nyuma Waislamu hivi sasa katika fani za tiba, uhandisi na mengineyo. Kunafunguliwa mahospitali kwa ajili ya kuwasaidia Waislamu. Hawa wanaingia kwa sifa wanaita ni mustaminin, wanaingia kwa ajira, kwa amani. Hawa wanatakiwa walindwe. Hawa ndugu zetu Waislamu wenye misimamo hii inaitwa mikali ya ghulu. Maadamu umekuja fanya kazi Saudi Arabia, mafalme wa Saudi Arabia makafiri, kwa hiyo wewe unasaidia makafiri, halali kumwaga damu, halali kukata kichwa. Hii si dini ya Bwana Mtume jamani. Sasa matendo ya wachache hawa wasioijua dini au walioipeleka pabaya ufahamu wake yametutia dhara sote sisi. Wallahi, mtu ukishakuwa na ndevu mtishio. Kijana mmoja sana alikwenda Mombasa zama za IPK kufanya fujo. Wale vijana wa IPK walifanya fujo kule kwa jina la Uislamu. Basi imekwenda mpaka polisi nao wamekuwa waogopa watu wenye ndevu. Angalia wale mujahidina wale. Yaani Muislamu ukiwa na ndevu saa yote unaonekana utajilipua tu. Ndugu zangu, nawaelezea hakika yaliyonitokea wakati mimi nimekwenda ziara kule Uingereza. Bahati mbaya tukio la September 11 limenikuta niko Uingereza, limefanyika Marekani, niko kule. Ilikuwa ni mtihani mkubwa sana kwa Waislamu. Na mimi nilikwenda kwa ajili ya mauidha ya dini. Wenzangu wenyewe wananiambia, shekhe, wale makhawafina mijioga, shekhe, kwa hali kama hii punguza kidogo. Wengine wasa hapana, fyeka kabisa. Unaona? Kanzu shekhe itabidi kwa dharura uzivue. Nivae nini japo jinsi? Inna lillahi wa inna raji'un. Wallahi, angalia ukiwa na thabati. Sikuvua kanzu, sikunyoa, hakuna lolote zaidi ya kweli. Ilikuwa wakati ule wazungu wakikuona na ndevu na kofia na nini wakunyoshia vidole. Wengine Osama. Unaona? Na ndio ilivyo, sio Marekani. Hata hapa jamani, tukiingia vijijini, Osama, watoto hao. Wengine wanatamka kwa wema, wengine kwa ubaya. Wengine Osama manake shujaa, wengine Osama manake jambazi. Sasa unabeba kwa sababu gani? Ndio dini hiyo, mitihani. Lakini ukweli ndugu zangu ilikuwa ni mtihani. Siku natoka Uingereza, niko kwenye foleni Heathrow Airport pale, kuna foleni vingi vya kuingia kwenye counter ya passport. Kijikaunta kimoja kilikuwa na watu wachache. Nikasema ngoja niingie hapa nitamaliza. Ile kuingia tukugeuka kuniona mimi, walichanguka wote wakaniacha peke yangu. Hii ni hali ambayo imetusibu Waislamu kutokana na madhambi yanayofanywa na baadhi ya ndugu zetu ambao wamekuwa na ufahamu finyu wa dini hii. Sasa hii ndiyo hali ndugu zangu inaweza ikabisha hodi. Haya yote ni mapungufu tulionayo Waislamu. Tumefanya hima kubwa ya kuwasomesha watoto maelimu ya sekula haya. Watoto wetu wakijua huo umombo basi tuwaona ndio basi tena wamemaliza hapo. Dini hakuna kitu. Sasa matokeo yake dini yasomwa kwenye magazeti na interneti. Hakuna mashehe wanafundisha. Hakuna mahala na mtu anaweza kauliza maswali. Matokeo yake sasa kwa jitokeza fikra hizi zinazoitwa siasa kali. Hapana. Uislamu jama haina maana ya kwamba eti unapinga mabavu 100%. Mtume mwenyewe anajisifu, ana nabiyur rahma wa nabiyul malhama. Mimi ni nabii wa rehma na ni nabii wa chinja vile vile. Pale pana mustahiki kumwagwa damu, papigwa damu. Ndio shekhe mmoja katika channel moja ya Peace kule Dubai kaulizwa na mtoto mdogo tena jana juzi, kwa nini Waislamu tunaitwa magaidi, irhabiyuna, terrorist? Asema hii tatizo linatokana na watu tafsiri potovu ya terrorism. Terrorism inategemea nia ya mwenye kuifanya. Kama nia nzuri la basi hakuna tatizo, kama nia mbaya ndio mbaya. Vipi? Anasema kwetu kule India kipindi ambacho Muingereza alitawala, kulitokea na vikosi vya Waislamu wakasimamisha jihadi dhidi ya utawala wa Kiingereza kwa maana ya kumng'oa.
serikali ya Kiingereza pamoja na vibaraka wake wa Kihindi waliwaita wale Waislamu kuwa ni magaidi, terrorists. Lakini leo taifa la India linawahesabu kwamba ni heroes, mashujaa. Hivyo hivyo hapa Tanzania, tusiende mbali, Wahehe hawa na Majimaji Waingereza waliita ni vita ya rebellion, ya uasi. Wajerumani, zama za Mjerumani, hawa Wahehe hawa na vita ya Majimaji walikataa tawala za kikafiri Jerumani kuja kutawala na kukandamiza uchumi wa nchi hii. Walisimama kidini kwanza, ukweli ni huo, halafu kiuzalendo kupambana. Wakati huo Wajerumani waliwaita terrorists. Leo vijana wetu wanasomeshwa mashujaa. Kwa hiyo ni nia na mwelekeo. Ndio maana shekhe akasema vyombo vya habari vimepelekea kudai haki za Waislamu. Kila Muislamu mwenye kudai haki yake kwa kutumia mabavu anaitwa terrorist. Lakini si kweli. Akamtaja Bush, asema huyu ndio terrorist mkubwa. Ukweli ni huo, kwa sababu anakandamiza haki za Waislamu, dhulma, kutawala ardhi za watu, kuchukua uchumi wa watu, ndio anafanya mambo haya. Kwa hiyo sisi jamaa katika Uislamu, hii dini ina upole, ina ugumu. Kuna kipindi Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa na ndugu yake Harun, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula qawlan layyina, semeni, mwambieni maneno ya ulaini. Lakini ndio huyu aya Mwenyezi Mungu anasema jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim, wapigeni vita makafiri na wanafiki na wafanyieni ngumu. Kwa hiyo hii dini ndio tukasema ni balanced, dini ya kati na kati. Mahala panahitaji ulaini pafikishwe ulaini, mahala panahitaji ugumu panahitaji ugumu. Mfano wa hikma hii ndugu zangu, wewe ukitaka kwenda kunyoa nywele jamaa, utatumia panga au kiwembe? Kiwembe. Ukitaka kunyoa nywele utatumia kiwembe, na ukitaka kuukata mti utatumia panga. Ni ukosefu wa hikma kwamba wewe unataka kunyoa enda chukua jipanga, na kule kwenye mti unataka kuukata wachukua kiwembe. Utafika wapi? Hii si dini. Sasa kuna watu wamechanganya mambo. Mahala penye ugumu patakiwa ugumu, kuna wahubiri wa ulaini. Mahala pa ulaini kuna wahubiri wa ugumu. Ni nini? Kwa sababu ya kutojua utukufu wa mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hii dini jamaa ni alwasitiyya, na wanadamu Waislamu hawa wamesifiwa hivyo. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida. aqulu qawli hadha wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. barakallahu fik.